Trump amesema alimzuia rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kujiingiza katika vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, akidai kuwa kiongozi huyo wa Ankara angeweza hata kujiunga upande wa Iran kutokana na msimamo wake mkali dhidi ya Israel. Trump alitoa kauli hiyo jana Jumatano mbele ya waandishi wa habari katika ofisi ya Oval, akisema alimuomba Erdogan abaki nje ya mzozo huo na kwamba ombi hilo liliheshimiwa. Trump alisema Erdogan alikuwa mgombea mkubwa wa kuingia vitani pamoja na Iran, akisema kuwa rais huyo wa Uturuki si miongoni mwa viongozi wanaoiunga mkono Israel. Kwa mujibu wa Trump, alimwambia Erdogan akae nje ya vita hivyo, na hatimaye Uturuki haikuingia katika mapigano licha ya kauli kali ambazo Ankara imekuwa ikizitoa dhidi ya Israel katika kipindi cha hivi karibuni. Kauli hiyo imezua mjadala kwa sababu hakukuwa na ishara rasmi kwamba Uturuki ilikuwa inajiandaa kuingia moja kwa moja kwenye vita hivyo, ingawa msimamo wake dhidi ya Israel umeendelea kuwa mkali. Katika maelezo yake, Trump alimsifu Erdogan kwa maneno mazito, akimtaja kuwa kiongozi mkubwa na mtu mwenye nguvu sana. Alisema pia katika mambo mengi aliwahi kumwomba Erdogan amekuwa akifanya, kauli ambayo inaonyesha namna Trump anavyojaribu kuonyesha ukaribu wake binafsi na rais huyo wa Uturuki. Matamshi hayo yamekuja wakati Ankara na Washington zikionekana kuanza kusogea karibu tena kisiasa, licha ya tofauti kubwa zilizowahi kujitokeza katika miaka ya hivi karibuni. Kauli za Trump zimeibuka wakati Erdogan na viongozi wengine waandamizi wa Uturuki wakiongeza mashambulizi ya maneno dhidi ya Israel. Erdogan, ambaye kwa muda mrefu amekuwa mkosoaji mkubwa wa Israel, amesema mara kadhaa kuwa uchokozi wa Israel ni tishio kwa dunia nzima na lazima uzuiwe. Pia amedai kuwa mashambulizi ya Israel ndani ya Lebanon na Syria yanaweka usalama wa Uturuki katika hatari, jambo linaloonyesha jinsi Ankara inavyotazama hatua za kijeshi za Israel kama tishio la moja kwa moja kwa eneo zima. Uhusiano wa Israel na Uturuki, ambao zamani uliwahi kuwa miongoni mwa uhusiano imara zaidi wa Israel katika Mashariki ya Kati, umeendelea kuzorota kwa kasi tangu Erdogan alipokuwa madarakani. Hali hiyo imekuwa mbaya zaidi tangu kuanza kwa vita vya Gaza vilivyochochewa na shambulizi la Hamas la Oktoba 7 mwaka 2023. Tangu wakati huo, Ankara imekuwa ikiongeza ukosoaji wake dhidi ya Israel, huku ikijaribu kujiweka kama mtetezi wa Palestina na mpinzani wa operesheni za kijeshi za Tel Aviv katika ukanda huo. Mbali na kauli kuhusu vita vya Iran, Trump aligusia pia swala nyeti la ushirikiano wa kijeshi kati ya Marekani na Uturuki. Alipoulizwa kama Marekani